Nasife na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo, wafuatiliaji wangu wote online, Facebook, TikTok na wasalimu wote YouTube pia. Kuna viongozi wanaoongea the one point, wanaongea kitu ya maana sana ndani ya bunge la aliyofanyika tarehe 12. Mheshimiwa mbunge Andalo ambaye ni mbunge wa aliyesimama imara kuwatetea katiba mpya ya wananchi ambayo wanapingwa na wale viongozi wa CCM ambayo wameingia madarakani kwa mitutu wa bunduki. Tutaweka live muone point inayoongea huyo mbunge. Mbunge yupo sahihi, anaongea ukweli, anaongea mambo sahihi. Kwa hiyo acha tuweke kwenye mtandao, kila mtu aangalie, kwa sababu kuna wajibu wetu kuangalia anayeongea ukweli na anayeongea ujinga. Acha tuweke kwenye online. Sijaona kwenye aya yoyote, sijaona kwenye sentensi yoyote kuhusu katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na mageuzi ya kisiasa nchini kwetu. Hatua hii ya hotuba ya waziri mkuu kukaa kimya juu ya jambo hili muhimu sana, sisi tunaipa tafsiri kubwa sana, na hitimisho ninalolijenga mimi mpaka nitapokuwa proved wrong wakati ujao, hii inanipa ishara kwamba serikali imeipuuza, haipi uzito na haitaki ajenda ya katiba mpya. Huo ndio msimamo wangu. Sasa mimi nataka kutoa ujumbe kwa serikali na kwa Chama cha Mapinduzi. Natoa ujumbe wa kwanza, Watanzania si wajinga, wanaelewa hali halisi ya kisiasa ya nchi yetu, na wanajua bila katiba mpya, bila tume huru ya uchaguzi na bila mageuzi ya kisiasa ndani ya nchi yetu. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa. Mheshimiwa Estabulani. Mheshimiwa, na shukuru tu kwa mchango wake Mheshimiwa Ado. Mdogo wangu na mimi nilikaa sana hapo. Naomba nikupe taarifa kwamba kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan, tumedhamiria ndani ya miaka hii mitano ya awamu ya 6 Watanzania watapata katiba mpya. Na ukimwangalia anavyozungumzia swala la katiba mpya, amemaanisha, ndio maana kwenye ilani ya chama chetu tumeiweka. Naomba nikupe hiyo taarifa.